Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya Ijumaa. Tunaenda kumshukuru Bwana, lakini pia ni siku ya 5 ya mfungo wetu ambayo kwa ujumla huwa tunaenda kumshukuru Mungu. Ndio ajenda yetu kubwa ambayo huwa inatushikilia siku ya Ijumaa. Na huwa tunaenda kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa aliyoyatenda katika wiki hii ambayo Mungu amekuwa akilisimamia agano lake. Na moja ya agano lake ni agano la afya, agano la amani, agano la uzima. Lakini pia agano la ulinzi kinyume na nguvu za giza, kinyume na uvamizi wa nguvu za giza, kinyume na mipango ya nguvu za giza. Ulinzi wake ni wa kiagano, na ndio maana tulijiweka wakfu siku ile ya Jumatatu, na leo tunaenda mbele za Bwana kumwambia Bwana asante. Na moja ya ajenda kubwa tunamwambia, kama siwe Bwana uliokuwa upande wetu, mimi na watu wangu tuseme leo. Israeli walikiri ya kwamba kama si Bwana uliokuwa upande wetu, Israeli na aseme leo. Israeli na aseme sasa ya kwamba wewe ni Bwana uliyewaponya, wewe ni Bwana uliyewalinda, wewe ni Bwana uliyeenda pamoja nao. Hata adui alipokuja kwa njia moja, ulimuondoa mbele ya Israeli kwa njia 7. Na ndivyo hata sisi tunaenda kukiri ya kwamba kama siwe Bwana uliyekuwa upande wetu. Unajua watu huwa wanachukua vitu kwa kawaida. Mungu huwa anasubiria kauli ya kiroho ambayo imebeba uaminifu wa Mungu. Yani imebeba kutambua uaminifu wa Mungu, kwamba kama si Bwana uliyekuwa upande wetu, kama sio Bwana uliyetulinda. Ni mambo muhimu Mungu anayasubiria kwa hamu sana watu wake wakiri ya kwamba kama siwe Bwana uliyekuwa upande wetu. Ni shauku ya Mungu watu wake wakiri ya kwamba kama siwe Mungu uliyetulinda, kama siwe Mungu uliyetupigania. Ni shauku ya Mungu ya kwamba watu wake wakiri ya kwamba hakukuwa na yoyote aliyewalinda ila si yeye, ila ni yeye Bwana. Hakuna mwingine aliyewatetea ila ni Bwana. Ni Mungu ambaye anasubiria. Na ndio maana akasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Yani sisi mapenzi ya Mungu kwetu ni twende mbele zake kumshukuru kwa kila jambo. Yani akikuvusha hapa anataka kusikia sauti ikisema, Bwana kama si wewe nisingevuka. Kama ukiponywa, Mungu anataka sauti ya mtu iseme, kama si wewe Bwana uliyeniponya, mimi niseme leo. Ile sauti ya shukrani Mungu anaisubiria kwa hamu sana. Na ndio maana Yesu aliwaambia wale 9 wako wapi? Aliwauliza wale 9 wapi? Yule aliyeponywa mmoja alirudi kushukuru. Kati ya wale 10 walioponywa, mmoja alirudi kushukuru, yule Msamaria. Yesu akauliza, walioponywa hawakuwa 10? Anaelewa idadi ya walioponywa, anaelewa idadi ya waliovushwa, anatuelewa kwa idadi yetu. Usikosema ni Mungu katika wote na mimi ananikumbuka. Anakumbuka na jina lako analikumbuka. Kama idadi ya nywele zako anazijua, hawezi kukusahau ya kwamba amekuvusha wiki hii. Hawezi kusahau kwamba amekuponya. Tunapoenda wengine kusema asante, uwe miongoni mwao. La sivyo utaulizwa, wako wapi wengine waliovuka? Wako wapi wengine waliowaponya? Na ndio maana Yesu akauliza, wako wapi wale 9? Alafu akasema hivi kwa yule mmoja, nenda zako, imani yako imekuponya. Maana yake nini? Wengine walipoteza miujiza yao, wengine walipoteza afya yao, wengine walipoteza amani yao, wengine walipoteza viungo vyao, wengine walipoteza ndoa zao, wengine walipoteza furaha yao. Maana yake ni nini? Unaweza ukaona unayo furaha, usije ukasema ni kwa akili yangu. Kama si Bwana aliyekuwa upande wetu, kama sio Mungu aliyekuwa upande wetu, mimi na wewe tuseme leo, Bwana ametulinda, tutaenda mbele zake kumwambia asante. Usiwe miongoni mwa wale 9 walioondoka wakachukulia kawaida. Uwe kati ya ule mmoja aliyerudi na kusema, Baba asante, Baba asante. Kwa hiyo maandiko yanasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.
lakini anasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlivyoitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Iweni watu wa shukrani. Kolosai 3 sura 3 mstari wa 15. Anasema iweni watu wa shukrani. Maana yake ni nini? Muwe na tabia ya shukrani. Muwe na tabia. Anaposema iweni watu wa shukrani, kwamba shukrani iwe ni tabia. Iwe ni tabia. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana na kumwambia Bwana asante, si kwa sababu ametenda leo tu, lakini iwe ni tabia ya kumwambia Bwana asante. Ya kumwambia Bwana asante. Usione ya kwamba Mungu amekuacha tu, ya kwamba haushukuru Bwana anakulinda wiki nzima umekaa kimya. Usione kwamba ni salama sana. Usione kwamba ni salama sana. Ione kwamba sio salama. Uone kwamba Bwana asipo ujenga mji, wajengao wapoteza muda. Bwana asipo ulinda mji, wakeshao wakesha bure. Ni Bwana aliyetulinda, ni Bwana aliyetuponya. Kama sio Bwana aliyetuponya, basi mimi na wewe tuseme leo, ajali nyingi zimetokea, Bwana ametulinda. Uharibifu mwingi umetokea, Bwana ametutetea. Maadui wengi walikuja mbele zetu kwa hasira kubwa, Bwana amewaondoa. Tena walikuja kwa njia moja, Bwana amewaondoa kwa njia 7. Tulipolala tukalindwa na Bwana, tulipoenda kwenye shughuli zetu tukalindwa na Bwana. Tulipokuwa kwenye kazi ya mikono yetu tukatetewa na Bwana, tulipokuwa mabarabarani tukatetewa na Bwana. Watoto wetu je, walipokuwa wanaenda mashuleni wametetewa na Bwana, waliporudi wametetewa na Bwana. Ndugu zetu je, walipokuwa kwenye shughuli zao wametetewa na Bwana. Malango yetu je, Bwana alipotaka shetani alipotaka kuleta misiba, alipotaka kuleta taarifa mbaya, wajumbe wa taarifa mbaya walipeperushwa kama makapi mbele ya upepo. Haya mambo yapo rohoni. Kazi yetu ni kusema Bwana asante. Yapo tulioyaona, yapo ambayo tujayaona. Bwana asante. Tunayo sababu ya kumwambia Bwana asante. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu tumshukuru Bwana. Kuna wengine wana mambo kabisa yaliyotokea ambayo wiki hii wanayajua. Wewe ambaye una jambo limetokea, usiache kulitaja na kulitolea sadaka ya shukrani. Lakini wewe ambaye unamshukuru Mungu kwa sababu ya yale mambo ambayo yamekuwepo, lakini kwa macho ya damu na nyama hujayaona, pia nenda mbele za Bwana mshukuru. Mimi ninayo mambo mengi ya kumshukuru Bwana. Najua na wewe unayo mambo mengi ya kumshukuru Bwana. Yapo uliyoyaona na yapo ambayo hujayaona. Tunaenda mbele za Bwana kwa shukrani. Twende mbele za Bwana kwa shukrani. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa mambo makubwa na ya ajabu uliyoyafanya katika maisha yetu. Kama sio wewe Bwana uliyekuwa upande wetu, mimi na watu wangu tuseme. Kama sio wewe Bwana uliyekuwa upande wetu kutupigania na kutushindia, mimi na ndugu anayenisikia tuseme leo. Umetupigania wiki nzima, Mungu aliye hai. Umetupa mema yote, umetupa furaha yote, umetupa kibali. Roho Bwana umetulinda kwa wigo wa moto. Hadi alipokuja wigo wa moto ulimwangamiza. Roho Bwana umetuongoza katika kweli yote. Kama sio wewe Bwana uliyetuongoza katika mema yote, mimi na watu wangu tuseme leo. Kama sio Bwana uliyetulinda tulipokuwa kwenye mabarabara, uwepo wako katufunika, nguvu zako zikatufunika, wewe Roho Bwana ukawa pamoja nasi. Mungu ulitufundisha kwa Roho yako. Tunakushukuru sana. Mungu tumekuja mbele za uso wako kushukuru. Yapo mambo mema umeyatenda, mengine hatuyajui kwa maana hatujayaona kwa macho ya damu na nyama, lakini tunajua yapo. Mungu hai, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Asante Bwana, umetusaidia, umetupigania. Tunaungana na wale wenye uhai 4 na wazee 24. Tunaungana na makerubi na maserafi. Tunaungana na viumbe vyote vya mbinguni vinavyokushukuru wewe mchana na usiku. Nasi tunaungana navyo. Tunaungana nao.
tunasema asante. Asante kwa uaminifu wako na nguvu zako na kibali chako. Umetulinda, umetutetea, umetupigania Bwana. Hatuwezi kusema kwa yote, bali tunasema asante. Hatuwezi kuyataja yote, bali tunakushukuru Bwana. Umewalinda watoto wetu, umelinda familia zetu, umelinda malango ya nyumba zetu, umelinda Bwana kinyume na tauni, umetutoa mbali kabisa, umetutenga kinyume na tauni. Hazijasogelea tauni, haijasogelea majumbani mwetu. Mungu liye hai, umetulinda kinyume na uharibifu wote wa giza, roho chafu za uvamizi, roho chafu za giza, umetulinda nazo. We Mungu liye hai, umetutetea. Hata sasa bado tupo katika utetezi wako. Hadi hivi navyoongea mimi na watu wangu unatutetea. Hata hivi navyoomba wakati huu, mimi na watu wangu umetuzungushia wigo wa moto. Tunayo sababu ya kukushukuru we Mungu liye hai. Asante kwa neema, asante kwa rehema. Hata sasa navyoongea bado natulinda. Tunavyoongea namna hii bado natutetea. Tunavyoongea namna hii bado unamnyoshia kidole adui yetu. Unanyoshia vidole wanaotusogelea. Unawakemea kwa nguvu zako wanaotusogelea. Hata sasa ni wewe Bwana uliokomesha magonjwa. Ni wewe Mungu uliyekomesha giza. Ni wewe Mungu uliyempiga adui Lucifer na malaika zake. Ni wewe Bwana. Tunayo sababu ya kuja mbele zako na kusema asante. Tunayo sababu ya kukushukuru we Mungu wa kweli. Tunayo sababu ya kusema Bwana asante. Hatuchukuli kila jambo liwalo lolote, hatulichukuli kwa kawaida. Hatuchukuli kwa kawaida, na tunakataa kuyachukulia mambo kwa kawaida. Maana hatupo tayari kupoteza miujiza yetu. Tupo tayari kuilinda miujiza yetu Bwana. Baba asante, kwa maana tunapokuja mbele zako kwa shukrani, unatupa pia roho ya kuongezeka. Unatupa pia kufufuka vitu vilivyokufa ndani yetu. Baba nakushukuru sana. Mimi na watu wangu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya ndoa zetu. Asante kwa ajili ya mahusiano yetu ya uchumba. Asante kwa ajili ya kazi zetu. Asante kwa ajili ya biashara zetu. Ni wewe Bwana uliyetuona na unayetutetea. Utuepushe na giza lote na uharibifu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sasa sadaka yako njema kwa Bwana, sadaka ya shukrani kwa Mungu, sadaka ya kumwambia Bwana asante. Utaenda kuiachilia hiyo sadaka yako. Wewe unajua ni namna gani Mungu amekutetea. Unaenda kuiachilia hiyo sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 lakini pia unaweza kaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba kwenye namba za mawasiliano ambayo ni 0744 982517. Lakini unaweza kaiachilia sadaka yako kwenye ile namba ya mawasiliano ambayo ni 0713842123. Katika mfungo wetu wa leo tunaendelea kumshukuru Bwana. Tunaendelea kulitukuza jina la Bwana. Mungu wangu akubariki sana. Basi uwe na siku njema na Bwana akupe kibali. Amen.